Hello lovers, story time. Leo niko na story ya baba amdinya mtoto wake wa kumzaa kabisa. Bao lake mwenyewe. Uno lake mwenyewe ameamua kumdinya. Sasa iko hivi. Huyo mama simu za kumfahamu ulikuwa mdogo jamani. Sisi nilikuwa niko form 4, sisi nimeweza form 4 ndo nimeweza kumsikia. Of course nilikuwa namsikiaga before that. Ila ndo kuona ile face to face ile. Ni mtu ambaye, huyo mama ni mtu ambaye anafahamiana na mtu wa karibu sana kwenye upande wangu mimi hapa. Kwa alikuwa anakuja vile nyumbani, alikuwa anakuja yani kipindi kwa sasa niko mdogo. Form 4. Alikuwa anasema yani mimi mwanangu ndo ameanza ndo anakaribia kwanza darasa la 7. Kwa hiyo natamani kweli yani natamani asome afike kama wenzie yani watu wengine sasa hivyo. Aje nisaidie, umeona. Yule mama ameolewa. Aliolewa na huyu mume wake ndo amezaa watoto hao 3. Sasa kionyesha inavyoonekana familia mwanaume ilikuwa haimtaki huyo mama. Wamemfanyia visa na kumwambia mimba zilikuwa zinatoka kabla kupata watatu, yani ilikuwa kupata changamoto, yani akipata hii akitaka kupata nyingine inatoka. Yani ni visa tu visa wanamfanyia karaha. Hebu imagine yule mama kazi yoyote ile anafanya. Sijui kufua, sijui kusave chakula kwa wale wahudumu wa chakula, sijui kupika. Yani kazi yote mradi tu anajua anaingiza hela kwa siku ya kutoka wakale. Baba kazi yake tu ni kukaa kushika msuli. Kwanza wamejenga wako nje huko kama unaenda kusini huko panaitwaje sijui Pugu sijui Kisarawe. Mimi njia za huko sizijuagi, kwenye mnazifahamu. Kazi yake si unajua wazee wa Kiswahili kazi yake ni umwinyi. Kazi yake ni kukaa, wewe mwanamke unataka utafuta hela, wewe mwanamke unataka utafuta ushuzi sijui nini. Yeye anakaa tu hafanyi kazi yoyote, anasubiri mke akatafuta hela ndo afanyaje hali oje kula. Mwanamke kajitahidi, wewe maskini katafuta zake kazi, katafuta biashara, kafanya mpaka nyumba imesimama, mpaka wamejenga. Imagine mwanaume unampata mwanamke mpambanaji na ana akili, bado tena umekaza kuna sharubu zako kama lanelium nini stiliwaya, unakuja unaanza kumfanyia visa mama wa watu. Kuna watu wanapitia changamoto. Sasa mama alikuwa haongei, akija tu maskini akikana nyongonyea. Sasa ana ukaribu sana na mtongo wa karibu. Sasa mtongo wa karibu akamuulizaje, kwa nini unakuwa hivyo? Anasema yani wanangu, nafikiria wanangu. Akaanza sasa kumuelezea mtongo wa karibu. Akamwambia yani mume wangu yule hafanyi chochote, mimi ndo nitafuta hela kula ndo nipelekee akali. Yeye amekaa pale anakuambia tu mimi mwanaume, mimi ndo kichwa cha familia. Jamani, tuwe makini na watu tuseme ambao tunaenda kuolewa. Na tuwe makini sema ambao tunaenda kuoa. Ndugu yangu anasema kosea kwetu usikosee sehemu ya kuolewa. Sasa imeenda sasa yule mama binti yake akaanza kuwa mkubwa kubale nini. Sasa alivyoanza tu kubale akawa anapata kazi mbali na nyumbani. Imagine huko njia ya Pugu unapata kazi Masaki, unapata kazi Mbezi Beach au Mbezi Bunju. Kwa anakuwa hawezi kurudi siku hiyo. Utakuta akienda kule kaba kazi ambapo kuna kazi ya siku 5 kusavia chakula, labda kuna catering, kwa itabidi alale huko. Sasa akilala huko akirudi kuna vitu havielewi kwa mtoto wake wa kike mkubwa. Sasa kashaanza kumbuka binti kashabale tayari, vichuchu vimesimama tu viko hivi. Akawa akirudi anashangaa, mimi mbona sielewi. Sasa hata mikatokato yake akiwa na babake, kwa sababu akiondoka lazima watoto wake si anawaacha kule kwa baba yao, yani anawaacha kule nyumbani anaenda kutafuta riziki. Akirudi anakuwa haelewi, nakwambia mara mpitie babake kanga moja, baba mtu Sasa akanashangaa huyu mtoto mkubwa sasa hivi alikuwa hana hizi tabia. Akamwambia wewe, akamkanya, wewe hiyo tabia babako unamwona makeup unampitia na kanga moja uache. Sasa mama ina shida. Hivyo alikuwa kienda kika kidogo, akirudi mabadiliko yani yanazidi kuwa worse. Akamtuma mdogo wake mmoja. Yani sasa huyo binti huyo akamtuma mama mtu akamchukua mdogo wake mmoja na yule binti. Akamwambia uniambie mama, mimi niambiwa nisiseme, nikisema baba kanitishia kwamba atakuua. Akasema niambie amekwambia wanafanyaje? Akamwambia nikifika usiku baba anakuja anamchukua Dodo anaenda kulala wote chumbani.
Hapo unaweza kusikia makelele. Mara kwanza baba alikuwa anamlazimisha kumwingilia. Wewe utaki, utakufa. Nishakwambia ndo ngoja sasa. Wanaita mila. Yes, nakumbuka neno. Utaki, hii ndo mila, ukikataa mamako anakufa. Lazima ukubali. Kwani nikupeleka sio uelewe, sio ni nini? Uelewe. Sasa baba nakwambiaje, ndo akamwingilia kinguvu. Anakasema hata wadogo zake nyuma kikua hivyo lazima niwaingilie mimi hapa. Mimi nitakuwa mwana wao kwanza ndo waende, ndo miko. Eti miko ndo mila, sio desturi. Jamani. Atukishia hapo. Kondo akawa anaelezea. Kwa hiyo yule bwana alianza kumwingilia mtoto wake alianza tu kubaled miaka 13. Na akawatishia, mkija kusema kwa mama yenu na waua wote. Na kwanza anaanza kumuua mama yenu, afu nakuja kuwaua nyinyi hapa wawili. Mila kwa nini? Ndio mama mtu anakuambia kuchanganyikiwa, kupagawa. Nenda kwa akaenda sasa upande wa mwanaume. Akaenda kulilia, jamani huyu mume wangu anafanya kitu ambacho sio sahihi. Wako kwa nini usije juu? Afu watu wawili. Wewe uko kusini huko. Wewe una akili wewe. Unaweza kuangalia mume, wewe unamchezea, unaweza kumsikia baba. Mwana kitu kufanya hivi. Akasema jamani, mtoto huyu hapa, mtoto kufika pale dada kakana. Kakatena akamkana mamake, akamwambia mama muongo. Na kwa kweli ayo tu yule mama anaelezea, analia. Anatoa chozi, analia. Sio, mnanielewa? Haya, haikuishia hapo. Akaanafuatilia, inakuaje? Sasa kuna siku akawa ametoka. Akawa amepata kazi sehemu, akawa ameenda. Mungu huyo akawa anaenda sasa, kisikia kuna maombi huko anaenda kuombea. Akawa yani ni mtu ambaye kama familia ya upande wake sio imemtenga, sio hawapo. Kwa anakuwa hana mtu wa kumlilia. Kwa akipata muda ndo anakuja kwa huyu mtu wangu mimi wa karibu, anaanza kuongea naye. Ndio ataongea naye, atalia. Mind you that hapo miaka inaenda, sio kama ni issue ya wiki moja, wiki mbili, miaka inaenda. Yule binti akazoea kuchokonolewa na baba yake. Akipata tuamu, twibwi. Hivyo mwisho siku sasa mama mtu akawa anasafiri miezi mingi mpaka akagawa. Anapata sasa kazi wapi? Huko mikoani huko. No. Nimekumbuka. Huyo mama kwa kipindi hiko ambacho ameolewa, isile kama alifungwa, sawa? Alifungwa asikumbuke ndugu zake wote. Kwa kawaida upande wa mume mpaka ndugu zake kwa walikuwa wakitaka kuja Dar, wakitaka kwenda kumuona anakataa, nakimbia nazima simu. Hawataki yule mama hataki ndugu zake wajue anapoka. Sasa kwa anashangaa mtoto ana shida gani? Mamake wazazi wake kumbe wako na kaka zake wakubwa tu wanaila tena wako Moshi. Ana shida gani? Wako hawaelewi. Lakini wakamsema tumwache na mji wake na familia yake. Kumbe mwanzo alikuwa amefungwa, hajielewi, hana hili wala lile. Mpo. Sasa akawa anapata kazi mpaka kwenda mikono ya kikao wiki 2 wiki 3 huko. Mke na mume dada. Pika na kupakua mtu na babake mzazi. Sasa akaambiwa, akapigiwa simu na jirani yake. Jirani, unajua nini kinaendelea huko nyumbani kwako? Akasema hapana. Hebu ukija Dar niambie, usije moja kwa moja nyumbani, tukutane sehemu fulani. Sasa kwanza alijua ile issue imeisha. Dada akafika Dar, akampigia simu ile jirani. Wakaonana, wakamwambia ndugu yangu, akamuelezea mwanao wa kumzaa pika pakua na nani? Na baba yake. Anakwambia unasemaje? Mungu wangu. Sasa hapa akatamani kuongea na jirani yake, amwambie kwamba hii issue ilianza muda mrefu na wameambia kwamba wameacha. Kumbe bado inaendelea. Sasa akawa anaona hebu nimwambie nisimwambie. Nakwambia amekaa, anakwambia nahisi kuishiwa nguvu. Sielewi kulia, natamani kupiga, yani nilikuwa kwenye ile state ambayo sielewi nifanye nini. Akanambia ndugu, akamwambia unatumaga hela za mtoto kwenda chuo. Kwa nini unafikiri unaenda? Akituma anakuja kumwambia, inaonekana nyumba zao ni zile kama zime scattered areas zile. Anamwambiaje? Mama katuma niende chuo. Leta hizo hela usiende bwana wewe. Utaki lolo, utaki kushinda na mimi. Jamani. Niacheni tu. Roho inaniuma sana.